Gloria Milimu, KTN. Ni kilio cha haki kwa familia za vijana wanne ambao waliripotiwa kupigwa risasi na kuuawa wakati wa maandamano ya Jumatano maeneo ya Ukambani. Wakati huo naibu rais Kithure Kindiki kwa siku ya pili katika ziara yake ya Makueni na Kitui amewatetea polisi kwa namna walivyokabiliana na waandamanaji. Stephen Zioka na mengi zaidi. Siku ya Jumatano waandamanaji miji kadhaa Ukambani walikwamisha shughuli kabisa, huku polisi wakikabili mamia vijana wa Gen Z. Kutokana na maandamano hayo, vijana wawili, Gerson Mutisia na mwenzake Peter Makau, wakipigwa risasi na kuuawa mjini Emali na mtu aliyekuwa kwenye gari aina ya Subaru. Kufika polisi, nikapatana na OCS. Nikamwelezea niko na shida mkubwa, nikusaidia aje? Akaniuliza umechapwa? Nikamwambia hapana mkubwa, kijana wangu amepigwa kisasi na yuko wai. Akaniambia hiyo ni nonsense, toka kwa ofisi. Kijana hapa hivi Bismillah alikuwa ameendesha pikipiki, alikuwa amebebwa na jamaa mwingine. Sasa kuja kufika hapa Dubai, wakapatana na maaskari, kijana akaruka akajificha hapo Dubai. Kujificha Dubai, askari akachukua bunduki akiwa nje ya gari, akampiga risasi halafu akaenda. Ndipo raia akakuja sasa ikiwa umati mwingi kisema mmeua, na wa askari wakakimbia wakaenda. Polisi wa kituo cha polisi cha Emali kupitia ripoti wakisema hawakuhusika kwa vyovyote katika mauaji hayo. Kwa hivyo tunaomba haki itendeke, maana askari hata aliyempiga risasi ni wa hapa Emali. Tunaomba haki itendeke, na cha kusikitisha sana hata baada ya kijana kuuawa, mama mzazi alipoenda kuripoti polisi alifukuzwa, na alifukuzwa imagine na OCS anamwambia hataki story zake. So mimi ningependa manze preso man mahali huko tu. Wait, compose yourself, listen to Kenyans. Katika eneo la Matu, Machakos, familia ya William Musimi Mutevu, kijana mwenye umri wa miaka 19 ambaye alipigwa risasi karibu na kituo cha polisi cha Matu ikitaka haki. Risasi alikuwa amepigwa hapa mbio, ikatokelea mbele. Na hapo hospitali tulikuwa daktari mwenye alimchukua alikuwa anatuambia mbele risasi zilikuwa 5 na nyuma zilikuwa 3. Wakati wa ziara yake kaunti za Kitui na Makueni, naibu rais Kithure Kindiki akisema matukio ya Jumatano yalikuwa majaribio ya mapinduzi, akitetea utendakazi wa polisi wakati wa maandamano. If someone is brewing trouble, we will not wait for that person to complete what they are doing. We will go for them. Stephen Zioka, KTN, Makueni. Rais William Ruto amevunja kimya chake kuhusu maandamano ya Juni 25 ambapo zaidi